Jana nimefanya kipindi kuhusu CIA na ukubwa wake na uwezo wake. Nikaeleza vipi waliweza kuwasiliana na mimi kwenye mtandao, kwenye email yangu na kunionya kuhusu mimi kupita kwenye mitandao ambao wao wanaiona ni ya kigaidi. Sasa usiku jana kuna mtu kaniandikia message ndefu sana akisema, Mohamed, umegusa kitu muhimu sana ambacho watu wetu wajue hali ya dunia inavyokwenda, na hasa vijana wa leo ndio watu wa mtandao wajue, wasio wanameza kila kitu wanacholetewa. Inaweza kutuletea matatizo, na kwa hakika matatizo tumeshayapata, ingawa tuweza kusema kwa sababu ni hiyo. Sasa nikakaa nimefikiri sasa nitasema nini. Nikakumbuka mhadhara ambao nilifanya chuo kikuu cha Iowa Marekani muda mmoja, na katika mhadhara ule, sasa nitaanza kabisa nieleze ule mhadhara. Nilikuwa naeleza kama ninavyoeleza historia ya Uislamu katika Tanganyika, vipi walipambana kwanza na Wajerumani kwa silaha, walishindwa. Halafu wakaja sasa baada ya Waingereza kuchukua nchi mwaka 1918 baada ya vita vya kwanza vya dunia, walishindwa. Kwa wazee wetu wakaingia taratibu katika siasa za mazungumzo, na mpaka kufika mwaka wa 29 wakaanzisha African Association, kufika 54 wakaja na chama cha tano. Na ingawa watu ukisema maneno hayo huwa wanapata tabu, lakini ukweli kuwa huwezi kuondoa mchango wa Uislamu katika kupigania uhuru wa Tanganyika. Hakuna njia, huwezi. Na ukijaribu kufanya hilo utakuja kujikuta huna historia, na ndio palipotufikisha kuwa tukafika mahali hatuna historia. Na nilipoandika mimi kitabu cha Abu Sykes na kueleza historia na mchango wa Uislamu, si Dar es Salaam tu, nchi Tanganyika nzima hii, watu wakaja na historia ambayo hawakupata kuijua, wakawasikia majina ya watu hawajapata kusikia, na ni watu wa kawaida kabisa. Sasa nakumbuka hayo nimezungumza Marekani, wao chuo kikuu na pale mazungumzo, presentation ni dakika 45 wanakuuliza maswali. Na kabla mimi sijafanya ile siku ambayo nafanya mhadhara ule, walikuja maprofesa wawili, mmoja mwanamke na mmoja mwanamume, sikumbuki majina yao maana ilikuwa kitu cha muda mfupi. Wakaambia, Mohamed, tunaomba tukale chakula pamoja mchana leo. Nikamwambia sasa kuna shida. Basi tukatoka tukaenda kwenye hoteli moja tukakaa tunakula chakula. Lakini mimi katika fikra yangu najua msemo wa Marekani wanasema there is no free lunch in America. Muamerika hakuiti kwake au hakuiti tumwende bahari mkale chakula bure, kuna jambo nalo. Nikasema leo nitajua kama hii free lunch kweli ni free lunch ama kuna mzigo na bebeshwa. Katika mazungumzo yale, profesa mmoja yule mwanamume akanambia, Mohamed, nataka nikwambie kitu kimoja, utujue sisi wa Marekani. Sisi wa Amerika hauzi mtu kutoka na kutoka akaja kwetu hapa sisi, akaja akatueleza ubora mathalan wa Uislamu hapa, sisi hatuwezi kumsikiliza mtu huyo. Lile neno nilikuwa nimelitoa katika mazungumzo ya kawaida tu, lakini mimi niliona uzito wake na kwa hakika linistua. Nikasema huu ni ujumbe maalumu mimi napokea au ni kitu gani? Lakini kati akapita, tumekula vizuri, tumecheka, tumefurahi. Basi siku ya pili ndio mimi nazungumza historia ya Tanganyika.
na hiyo ni idara ya African History, na mkuu wa idara hiyo ni Professor James Gibling. James Gibling anasema Kiswahili vizuri sana na ameoa kwetu hapa yeye akinitania akinimwita mzee wa Tanga, ananiambia wewe shemeji yangu bwana kaoa msichana wa Tanzania. Na yule mama ni mtu unasema na watu wazima sasa hivi, na nilikuwa nimenotice kitu moja, hata yule mama akizungumza Kiingereza anazungumza kama Mwamerika vile vile. Nadhani muda mrefu au ameoana, labda wakati wa masomo akiwa vijana, sikumuuliza, na ni watu wema. Basi mimi nimezungumza na wale ndugu zangu wahisani wangu wa kile chakula cha mchana, wako pale katika ukumbi. Nimezungumza kama ninavyozungumza, basi kitu kigeni. Watu wote waliozoea wanajua ninavyozungumza, wanajua hoja zangu. Sasa tumeingia sasa katika maswali na majibu. Yale mazungumzo yalikuwa na vizuri sana, na niliona kama kuna vizuri kwa sababu na watu watulivu. Yakaja maswali ya mwanzo kwa maswali ya kawaida, nikawa najibu, lakini kumbe kuna swali waliniwekea moja, swali zito sana likuja. Wakasema, kasimama sema, Mohamed, tumekusikia mchango Uislamu kupigania uhuru, na mnahisi kama historia yenu kuwa haijathaminiwa, na ndio maana wewe katika kitabu na maneno mengi. Lakini nataka tuzungumze katika jambo la marginalization, yani kuwa Waislamu hawako kokote, hawako vioni kwenye elimu, hawako kwenye serikali, hawako kwenye mashirika ya umma. Hili nataka tulizungumze, na sisi ni wasomi, tunataka kulizungumza kwa facts, ule ukweli ambao upo. Akasema Mohamed, tukitizama sisi ndio sasa nawaleta CIA, ambayo ndugu yangu aliniambia kuwa wasifanye kipindi kingine watu wajue CIA hawa wakoje na mbinu zao. Basi ndio kanijia hili ambalo nilizungumza chuo kikuu cha Iowa. Siyasema tukitizama kwenye takwimu za CIA. CIA wana kitu wanaita World Fact Book. Yani wao wana ukweli wa mambo dunia nzima, na CIA ni watu wakubwa, wakikwambia kama wao na kila kitu dunia nzima, nani wa kupinga? Akasema tukitizama takwimu zinaonyesha Tanzania Wakristo wako 63.1. Hiyo namba kubwa sana. Na Waislamu 34%. Sasa hata mtapogawana zile nafasi katika vyuo, katika kazi, nyinyi siku zote mtakuwa wachache. Mimi nimesimama pale, swali hilo sijapata kupata maisha yangu mimi. Nikajua hapa basi wallahi mimi pale niliposimama mimi niliomba dua. Kuna watu wanaogopa kusema kuwa nimemwomba Allah kitu na Allah akanipa, wanaogopa na wasije wakaonekana kama wao wanafanya leo, wanajifanya wao wacha Mungu sana. Hapana, mimi niliomba dua kwa Allah nijalie mimi. Hili swali nilijibu, na nisitoke hapa mimi shingo yangu nimeinamisha, kwa sababu yale yote nilozungumza hapa, na kitabu kipo wanakisomesha, na picha nilimpigia Professor Gibson ofisini kwake, ameshika kitabu chake ananionyesha. Itakuwa sijafanya kitu chochote. Basi mimi namaliza dua na yeye anamaliza swali lake. Sasa mimi nafungua ulimi wangu kuzungumza. Niko mdogo sana, miaka 15-16. Kitabu changu
cha kwanza nimesoma cha Profesa Ali Mazrui, wakati huo anasomesha Makerere, kinaitwa On Hero and Hero Worship, na kitabu hiki kilinichukua sana, na leo najiuliza tena, nimekinunua kwa pesa yangu mkononi pale, ilikuwa bookshop ya Thekkas pale, ilikuwa karibu na shule kwetu pale St. Joseph's. Hii Salamanda, jengo la pili, kuna bookshop kubwa sana. Na angalia Mwenyezi Mungu shani yake, ni kuwa namsoma Mazrui mimi mwenyewe nyumbani, darasani mwalimu ananisomesha kitabu cha Azimio la Arusha Declaration. Sasa nimewapata intellectuals wakubwa katika Afrika. Hapa Profesa Mazrui, hapa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wote nawasoma. Sasa akili yangu ipime yupi namwelewa vizuri, yupi namuona kuwa anaandika vizuri. Sasa katika jono moja inaitwa Third World Quarterly ya mwaka 1988, ndio maana nikamleta Mazrui hapa. Mazrui anazungumzia swala la uwiano wa dini gani wengi, akataja nchi mbili, akisema Nigeria na Tanzania. Swala hili ni swala nyeti na siku zote litaleta mzozo, watu watazozana tu. Kwa hiyo ni swala ambalo watu wapendi kulizungumza. Sasa huyu profesa ameniletea mimi takwimu za CIA. Mimi nazo takwimu zangu nzuri tu, tena hizo takwimu ni za miaka mingi, na kila mwaka wa hawa jamaa huwa wanatoa, na nimezieleza kwenye kitabu cha Abdulsaid, zipo. Niko na subhanallah, sasa mimi nafanya nini hapa? Nikamwambia, jibu limekuja. Nikasema hizi takwimu za CIA mimi sikubaliana nazo. Nasema mbele ya Marekani wenyewe kwa hizi takwimu mimi sikubaliana nazo, haziwezi kuwa sawa, na mimi nitakupeni sababu kwa nini nakwambia hizi takwimu za CIA si sawa. Na nasema hivyo, mbele yangu amesimama Professor James Ghibli, na yeye kaandika kitabu cha Majimaji, alikuwa editor, na nacho hapa nipo na kitabu. Anayejua vizuri Tanzania vile yuko Professor Michael Lofchi hapa. Huyu Michael Lofchi ameishi Tanzania, anayejua vizuri Tanzania. Sidhani kama yeye pia anaweza kuwa mtu ambaye anaweza kukubaliana na hizi takwimu. Lakini mimi sintotoa takwimu zangu hapa kwa sababu hazina maana yoyote mbele ya takwimu za CIA. Hapa nitakuja na hoja. Ambia nyinyi wote mnajua mchango wa Waislamu katika vita na Ujerumani. Tizama sehemu gani Ujerumani walipambana kwa silaha, wanapigana na Waislamu, ingawa walipigana na watu wengine ndani huko, lakini ukienda kwenye ukanda wa pwani, anzia Pangani kule kwa Abu Shiri bin Salim, wanapambana sana. Njoo Bagamoyo, fika mpaka kusini huko kwa Abdullah Songea-Mbano, pambana na Jerumani. Sasa njoo kwenye siasa za kudai uhuru, maka baada ya vita vya pili vya dunia ikawa yale makoloni yanadai uhuru. Tizama historia ya Tanganyika, nani walikuwa mstari wa mbele kupambana na Uingereza kudai uhuru? Kitabu hicho nimeandika, na hapo nazungumza. Kuna maprofesa wawili, yuko Jonathan Glassman wa chuo kikuu cha Northwestern University,
na yuko mwanafunzi wake naye sasa wakati wote kisha kwa profesa James Brennan. Hawa wote walifanya pitio la kitabu changu, na hali kadhalika Profesa John Halif. Si kitu ambacho wakijuna wao na kisomesha wanajua ni wasema. Kasema wezekani, niambieni nchi yoyote duniani hapa ambaye 34% ndio ilisimama kupambana na nchi ile kuja kuvamia nchi ya Amerika, nachukulia kwa Ujerumani kuja ili mwenyewe wanaita German South Africa, walivamia, hawakukaribishwa, na wananchi wa nchi hizo walisimama kupambana nao, mkwao kupambana nao. Hawa wakasimama wale watu ambao wanaambiwa hawa minority kuinusuru nchi. Niambie, nchi gani ilichukua uhuru kwa minority kusimama kuongoza mapambano uhuru? Nataka hapa mniambie. Ni mathalan kuniambia kuwa uhuru wa India ambayo nyinyi mnasomesha siku zote historia maarufu, na India mnajua kuwa majority ni Wahindu, Waislamu minority. Sasa unaambia kuwa katika nchi kama ile Waislamu wa India peke yao ndio walisimama wakaikomboa India kutoka mikono ya Waingereza. Nimekaa pale nimenyamaza kimya. Ukumbi ule nilikuwa nauona umekuwa kimya, baridi, tena baridi yenyewe ya kuzizima, kimya. Mwenyekiti ananiuliza, Muhammad, umemaliza? Vipi, kuna swali jingine? Ukumbi kimya. Jamaa zangu wote wale wameinamisha kichwa kimya. Ndani ya nafsi yangu nikasema alhamdulillahi rabbil alamin, hakika Allah umenisitiri. Nashuka pale ninakwenda kukaa kwenye kiti changu, anakuja Jonathan Glassman ananiambia, Muhammad, asante sana, nakuomba kesho kutwa tuende zetu Chicago Northwestern University kwenye chuo changu. Nataka tukafanya mjadala kama huu. Hizo ndio takwimu za CIA nilivyopambana navyo chuo kikuu cha Iowa Marekani. Assalamu alaikum warahmatullahi